Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika chaneli hii. Tunakushukuru kwa kuendelea kufuatilia masomo yote ambayo tunaendelea kuyatoa. Mungu akubariki, akushimamie kwa kuendelea kufuata masomo yote. Rafiki mpendwa, kumbuka tulianza tena, tulikuwa na somo la pekee linaloelezea kuhusu amri 10 za Mungu. Kila amri ilikuwa somo ya kutoa hapa, ambayo tumezitoa mfululizo wa masomo mengi, na kusi rafiki usikose kuendelea kufuatilia masomo mengi ambayo yametolewa hapa. Leo nakuja tu ninapokukumbusha amri ya 10 namna Mungu ameieleza. Kabla ya ukumbusho huu tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Bariki yule mtazamaji, mtakase na umstawale, umsaidie kumpa nguvu ya kushika amri zako kwa jina la Yesu Kristo, amena. Rafiki mpendwa, amri ya 10 inakuja inaposema usitamani. Mungu alipotangaza amri hizi, alianza kuya kwanza, anamalizia kwa wakati huu kwa amri ya 10. Amri ya 10 ni katika Kutoka 20 aya yake ya 17. Mungu anasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mfanyakazi wake, wala kijakazi wake, wala ng'ombe, wala punda, wala kitu chochote cha jirani yako. Mungu anatuambia tusitamani. Katika amri hii haionekane kimatendo. Amri hii haionekane kimatendo, lakini amri ya 10 inaonekana katika moyo. Kwa nini Mungu katuambia tusitamani? Mungu katuambia tusitamani kwa sababu anatupenda. Ukiweka tamaa ya moyoni inaharibu raha ama inaondoa furaha yako ya moyoni. Unapokuwa na tamaa katika moyo wako, tamaa katika moyo inaharibu, inaondoa raha, furaha ya moyoni. Na tamaa inapokuwa moyoni inaharibu uhusiano wako na wajirani. Tamaa inaharibu uhusiano wako na wanaokuwa pembeni yako. Tamaa inaharibu uhusiano wako pamoja na Mungu. Ndio maana Mungu anapotuita tusitamani, ni kwa ajili ya amani yako, ni kwa ajili ya furaha yako. Ndio maana siri ya kuacha tamaa, ya kutokuanguka katika tamaa, la kwanza ni kuacha Mungu awe na nafasi katika moyo wako. La pili ni kujifunza kuridhika na kile ambacho Mungu amekupa. Jifunze kuridhika, kutulia katika ile sijui ni kidogo, sijui ni kubwa ambayo Mungu amekupa. La tatu ni kuelewa kwamba Mungu anapokupa baraka, kila mmoja ana baraka zake. Kuna mwingine ana baraka zingine, na wewe unayo baraka zako. Ikiwa mwenzako amepewa baraka ya uimbaji, amepewa karama ya uimbaji, jifunze kutulia. Wewe umepewa baraka nyingine, namna Mungu ambaye ametuumba na tunapokuwa na vitu vinavyokuwa special, ambavyo havifanani. Tunaweza kuwa katika kanisa moja, tunaomba Mungu mmoja, lakini yule Mungu atakapojibu, baraka zitakuwa tofauti. Mwingine atapata baraka za afya, mwingine gari zake zitapita salama, mwingine watoto wataweza shule, mwingine itakuwa afya bora. Ni kwa wakati mmoja tumeomba baraka, lakini zimekuja kwa njia tofauti. Ndio maana siri ya kushinda na kutokuanguka katika tamaa ni kujifunza kutulia na kile ambacho Mungu amekupa. Jifunze kuridhika. Fanya kazi na urizike nayo mshahara mdogo ambao Mungu amekupa. Kwa nini? Kwa sababu ukikataa kuridhika, tamaa itawaka moyoni mwako, na tamaa itakapowaka moyoni itakusukuma
ama itafungua mlango wa dhambi zote ambazo zinaweza kutokea, ambazo zitatokea. Na tamaa imekuwa mlango wa pepo mchafu wote katika dunia. Ndio maana siri ya kushinda, jifunze kujiepusha na tamaa. Mtu mmoja akaenda safari, alikuwa ni mama, akaingia katika basi. Walipofanya safari, aliyekaa pembeni yake katika gari alikuwa ni baba mmoja, alikuwa anabeba kopo moja ambayo mimi naita ni kabido kadogo. Alikuwa anabeba kabido kadogo. Alizoea kuweka kabido kwenye kinywa yake. Alipo safari kaanja, yule baba anabeba bido yake kale kabido kadogo kwenye kinywa. Alienda, safari iliendelea. Yule mama alikuwa kitamani yule baba ambaye ameweka chombo kinywani. Akatamani sana kile chombo. Moyo wake ulikuwa ukichamka kwa sababu ya chombo cha jirani. Lakini acha nikwambie, safari ilikuwa ndefu. Walifika mahali, shofa akasimamisha gari, akasema ni muda wa kwenda kujisaidia. Wote walishuka, walienda kujisaidia. Walipoenda kujisaidia, mama kaona jirani yake alikuwa amebeba bido, akiweka kali kabido kadogo, akikaweka kinywani. Akasema nami muda wangu wa kukunywa hiyo maziwa inayopatikana kwenye bido imefika. Yule alipoenda akachukua bido akaiweka kinywani. Kumbe kilichopatikana ndani ya bido kilikuwa kitu kichafu na kibaya, kikasababisha moyo wake usikie magonjwa, akajisikia vibaya, kichefuchefu, na karibu alikaribia kutapika. Wakatoka mahali ambako walienda kujisaidia, akaingia yule baba, akakaa na yule mama. Akaanja makelele, akasema mubido uliweka nini? Uliweka nini mkale kabido kako kadogo? Mulikuwa nini? Baba akasema kuna kwa nini? Baba akafunua siri, akasema hiyo bido ndogo hiyo naiweka kinywani kwa sababu nimesikia kikohozi, nina tatizo la kifua kikubwa, na sasa ni wameniambia ili nisiambukize watu, naweka mchafu yote ya kifua changu kwenye hiyo bido. Yaani ikiwa wewe umekunywa mchafu huo. Rafiki mpendwa, nadhani jambo hili limekugusa. Tamaa yako mbaya inaweza kusukuma unakunywa hata kifo. Umeweka kifo kinywani kwa sababu ya tamaa. Yule mama alikunywa kikohozi kwa sababu ya tamaa. Jikaze sana. Unapoitwa mwana wa Mungu, elewa kwamba Mungu, namna unavyoishi, Mungu amekubariki tofauti na mwingine. Jifunze kutulia. Acha kupambana na talanta za watu. Acha kugombana na vipawa vya watu kanisani, sijui katika jamaa. Kila mtu ana kile ambazo ana baraka zake. Baraka zako tulia nazo. Mungu atakubariki. Pambana, pigana vita, piga vita vya kufanya kazi, piga vita vya maombi, na wewe muda wako utafika. Jifunze kutokuwa na tamaa. Mungu amri ya 10 anasema usitamani. Alijua kwamba amri hii watu wakiangusha, utaangusha amri zote. Kumbuka Yakobo 2 aya yake ni ya 10. Mungu anasema unaweza sema nimeshika zote. Ukishindwa kwa amri moja tu, umeshindwa zote. Na kualika kuja pamoja nasi katika mstari wa amri hizi 10, namna tumezitoa hapa, na Mungu hatakosa kubariki. Yesu kasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Asante kwa kufuatilia. Mungu akubariki dada, akubariki kaka, akubariki mtazamaji. Uendelee kufuatilia na kushare kwa wengine, na sote tutaendelea kubarikiwa. Mungu atubariki sote kwa jina la Yesu. Amen.